ushindani wa aina yake, pamoja na kwamba wamepoteza, lakini kiukweli tumeona game ambayo ina competition ama ushindani wa aina yake kutoka kwa timu zote mbili. Na hivi sasa nataka nizungumze na mchezaji wa Magic Builders. Mambo vipi? Safi. Hongereni sana kwa mchezo mzuri japokuwa mmepoteza kwenye mechi hii. Nashukuru sana. Mechi moja. Ushindani ulikuwaje kwenye mchezo wa leo? Joto lilikuwa hivi? Game ilikuwa nzuri. Maana ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji matokeo pia. Kwa hiyo tumepush, tumeweza kupata hiyo. Lakini bado tuna nafasi, tuna game nyingine moja ya kufuzu na tunafuzu. Kitu gani hasa mmekipata au mmekiongeza au mmejifunza kwenye game tough kama hii ambayo umecheza leo? Cha kwanza ni huu uwanja unahitaji kila nafasi moja unayotumia lazima uitumie vizuri. Lakini kitu kingine ni umakini. Tumefungwa goli la pili lilikuwa ni la ajabu. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo point tuliyopata, tunajipanga kwa game ijayo. Asante sana, kila la heri. Nashukuru sana. Ni mchezaji wa Magic Builders tukizungumza naye mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa leo. Nataka pia nizungumze na nyota wa Fine mara baada ya kuondoka na ushindi kwenye mechi ya leo. Hongereni sana. Asante sana. Ninyi ilikuwa kweli mmelipania. Tumelipania kwa sababu tunataka ubingwa. Mwaka jana tulikosa, lakini mwaka huu tumejipanga kwa ajili ya ubingwa. Hatuja kushiriki, tumekuja kushindana na kuchukua ubingwa. Unazungumziaje ushindani ambao umeupata kutoka kwa Magic Builders? Kusema ukweli leo tumepata mechi kwa sababu mechi mbili za mwanzo tumefanya vizuri, lakini hatujakutana na kile kiwango ambacho tulikuwa tunategemea. Kwa hiyo leo tumekutana na wapinzani, wametuonesha kwamba mechi zinazokuja, wametuma mtazamo wa mechi zinazokuja zitazidi kuwa ngumu zaidi ya hii hapa. Asante sana. Ni mchezaji wa Fine nikizungumza naye mara baada ya kutamatika kwa mchezo na wao kuondoka na ushindi mabao 2-1 dhidi ya Magic Builder. Hii ni Crown TV channel namba 415 na unatutazama live, lakini pia unaweza ukatazama live kupitia YouTube yetu ya Crown Media. Mambo vipi? Salama, habari. Uko vizuri? Niko vizuri. Unazungumziaje mchezo wa leo, namna ambavyo umeutazama kwa upande wako? Mchezo kidogo ulikuwa ni mgumu tactically kwa sababu wapinzani wetu kidogo walikuwa wameingia kwa nguvu zote. Na kama unajua sisi tumeshinda mechi 2 mfululizo kwa magoli mengi, kwa hiyo ni rahisi kwa kila timu yani kila timu kutuchukulia kama hii ndio timu ya kuifunga. Unajua kwa walikuja kwa kukamia sana, lakini nashukuru tuliwaambia vijana kwamba wasipanic, maana tunajua uwezo wetu. Nashukuru Mungu. Hongereni sana, mmekuwa miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri tangu kuanza kwa michuano ya Samia Cup. Kitu gani ambacho kinawapa ninyi nguvu ya kuendelea na hiki ambacho mmekuwa mkikionyesha? Sisi kama nikupe siri kidogo, kinachotupa nguvu sisi wachezaji karibia 80-90 ni watu ambao tunajuana hata mwaka wa 3 kwenda wa 4 sasa hivi. Kwa hiyo kuna mashindano huwa tunaingia wachezaji hawa, kwa hiyo kidogo chemistry inajuana. Hata kwa mna mashindano wanapofanya mazoezi ni sehemu zile, kwa hiyo tunaishi kama familia. Shukrani. Ndio, asante. Sawa, nataka nizungumze na ni kocha, ni msemaji, afisa habari bila shaka wa Fine FC. Hongereni sana bana, ninyi mmepania na kwa mnavyoenda binafsi mimi nawaona mbali. Sisi tunashukuru kwa chochote ambacho tumekipata. Of course mechi ya kwanza tulipata namba kubwa ya mabao. Mechi ya pili pia idadi kubwa ya mabao, lakini mechi ya leo ni mechi ambayo ni tough kidogo. Tumepata ushindi ambao ni 2-1, lakini jambo kubwa ni point 3 ambazo tumezipata. 3 plus 3 ya leo tuna 9. Wow. Yes. Sawa, mipango ni nini sasa kuelekea kwenye mechi nyingine ambazo ziko mbele yenu? Mmeona ugumu kwenye mechi ya leo. Mipango sisi ni kuchukua ile kombe. Yaani kama nataka kusema mipango hii safari sio kuishia robo, nusu wala finali. Hii safari kuchukua kombe ukipeleka pale final. Hatuna mipango mingine yote. Kama kuna mtu anakuambia kuna mipango mingine, hiyo ni muongo. Mipango kuchukua kombe. Kila mtu ana mipango huo, lakini sasa unaona? Itafuta timu ambayo mechi 3 imejafu imeshinda zote, tafuta hiyo timu. Hakuna zaidi ya sisi. Kwa mpango wetu sisi ni kuchukua kikombe. Sio robo finali. Mwaka jana tulisha nusu hapa dhidi ya GSP. Nadhani unaona. Booster kwa mwaka jana tumeongezea kidogo. Sasa yani sijui GSP mwaka huu haipo, kwa hiyo haipo. Kwa mimi nikiwatazama wengine na waona sijui kina wajenzi nani. Mimi naamini sisi mipango yetu ni kuchukua kombe. Hakuna mpango mwingine wowote dada. Kila la heri. Kila heri na wewe. Sawa, ni afisa habari wa Fine FC tukizungumza naye mara baada ya kumalizika kwa mchezo kati yao. Mimi ni Sara Kike. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.